Uislamu umemnyanyasa mwanamke, unamfanya mwanamke kuwa ni chombo cha starehe. Allah tabaraka wa taala aliliona hilo na akalizungumzia katika surati An-Nisa, akasema katika mafuhumu ya aya, munapotaka kuwaoa wanawake faatu sadaqatihinna nihla, basi wapewe sadaka zao, na hiyo sadaka ndiyo mahari, yaani ni zawadi anayopewa mwanamke kwa kukubali. Naomba nirudie hapo, ni zawadi anayopewa mwanamke na yule mwenye kuoa kwa yule mwanamke kukubali proposal iliyotolewa ya yeye kuolewa na huyo bwana, katika hali ya kumheshimisha. Na ndio maana mwanaume atolewe mahari, mwanamke ndiye anayetolewa mahari. Na kidogo hapa tupaeleze vizuri kwenye mahari. Je, mahari ina kima? Mahari haina kima, kwamba 100,000 ndio mwisho, ama 1,100,000 ndio mwisho, ama 10,000,000 ndio mwisho. Mahari inategemea na hali ya uchumi wa mwanaume ambaye anatarajiwa kuwa mume wa huyo mwanamke. Yeye kutokana na hali yake ya uchumi, basi yule mwanamke, sio baba wala sio genge la wajomba likakutana wakasema sasa tupange mahari. Yule mwanamke ambaye yeye ndiye muolewa ndiyo anataja mahari kwa kuzingatia hali ya kiuchumi ya yule mchumba. Tumezoea kuita mchumba kabla ya ndoa, si ndio? Kwa yule mchumba, kutokana na hali yake ya nini, hali yake ya kiuchumi, atataja mahari ambayo yule anaiweza. Na inajuzu kama mwanamke kwao kidogo hali ya kiuchumi iko vizuri, anaweza akamtolea mchumba wake na ndoa ikafungwa. Kwa hiyo lengo la mahari ni kumheshimisha mwanamke, na huyu mwanaume asipande kiburi kwamba nimekutolea mahari, yeye akamtumikisha kama punda nyumbani. Taratibu haupo hivyo, ila nirudi pale pale kwa mahari ni kumheshimisha mwanamke, isionekane kaletwa bure kwamba ni chombo tuenda kujishughulia, sawa, ukajitwalia ukawa naye tu pale nyumbani. Hapana, kumheshimisha yule mwanamke. Na mahari ile inapotolewa ni mali ya anayeolewa. Tuliweke bayana, mahari inapotolewa kama ni shilingi 100,000 ama 1,000,000, mwanaume yule akakubali kutoa shilingi 1,000,000, ile 1,000,000 inakuwa ni mali ya yule binti, sio mali ya baba, wala sio mali ya wajomba, wala sio mali ya akina babu. Ni mali ya binti anayeolewa kwa kutoa ridhaa yake kwamba mimi nimekubali kuolewa. Hapo ndio mwisho wa hadithi. Kwa hiyo inakuwa ni haki yake kwa sababu amekubali kuolewa. Kwenye matumizi ana khiari, ampe baba, ampe mjomba, ampe shangazi, wadogo zake, ndugu zake wengine, ana khiari kwenye matumizi kwa sababu ni haki yake, ni mali yake anaimiliki. Lakini kwa uhalisia kwamba kwa nini mahari? Mahari ipo kisheria kwa sababu ni amri. Allah anazungumza kwamba wapewe, sijui tunaeleka wapewe sadaka hiyo. Sadaka maana ametamka pale kama neno sadaka, wapewe sadaka yao. Kwa hiyo naomba niishie hapo, wallahu a'lam. Inshallah, tunashukuru kwa majibu mazuri ya mwalimu wetu. Na swali la pili, tumeelewa kwamba mahari ni sadaka. Lakini hapo naomba kujua, ili yule ninayemfuata kumwelewesha akiniuliza na mimi mpate la kumjibu. Hii sadaka inakuwa na hukumu gani kwenye ndoa?
au haina hukumu kwenye ndoa? Naam, ndugu yetu anauliza hapo, anasema hii mahali ni swala kwa mwanamke. Je, ina hukumu gani mbele ya Allah? Ndio, kwenye ndoa ina hukumu gani kwenye ndoa? Mimi nafikiri turudishe pale pale kwa maandiko ili aweze kuweza kusoma. Wa alaykum salaam. Ndugu yetu katika swali lake anasema anataka kufahamishwa tofauti iliyopo kati ya nguzo na wajibu. Tofauti iliyopo kati ya nguzo na wajibu. Sasa insha Allah
swali hili moja kwa moja linaenda kutolewa majibu na shekhe wetu Sheikh Muharram na Ali. Unajua mada kwa sababu sijadiriki tangia mwanzo, umediriki kwenye maswali. Sasa nakimbilia juu, lakini tunaweza tukasema aidha haijawekwa kwenye nguzo tu, lakini inajitegemea. Haijawekwa kwenye nguzo lakini inajitegemea, kwamba kule kujitegemea kwenyewe inatosha tu kwamba hii ipo. Kwa sababu kwa mfano wewe ukachukua, Mwenyezi Mungu anasema ana miezi mitukufu, ana miezi 12, lakini katika hiyo kuna miezi mingapi? Minne ambayo ni mitukufu. Lakini katika hiyo miezi minne mwezi wa Ramadhani haukutajwa. Sasa kama haukutajwa, mwezi wa Ramadhani ni mtukufu si mtukufu? Ina maana una utukufu wa kujitegemea. Kwa hiyo sasa ile nayo imo, kama haikuwekwa, lakini bado ina wajibu wake wa kujitegemea. Wallahu aalam. Naam. Inshallah, shukrani. Naam, umeelewa ndugu yangu. Karibu. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi mada nimeelewa vizuri, nataka niongezee kidogo. Naam. Nasema kwamba kwenye hizo nguzo mimi naamini kwenye mahali. Naam. Iko kwenye tamko. Naam. Sababu kwenye tamko lazima izungumze mahali. Naam. Kwa mimi naamini hiyo mahali iko kwenye nguzo ya tamko. Naam. Yuko fahamu mema. Naam. Pia nilikuwa na swali hapo. Naam. Swali langu naulizia kwamba nguzo ya wali, endapo yule binti Naam. hakuzaliwa tuseme ndani ya ndoa. Naam. Sawa. Naam. Wao wakasema kwamba yule wali wake kwamba hawako, lakini hayuko kisheria kwa yule mtoto. Je, hapo vipi kama yeye atakuwepo na ataruhusu ndoa ifunge? Naam. Ndugu yetu anauliza, anasema, je, ikiwa mtoto huyu sasa si mtoto halali wa yule baba, yani kazaliwa nje ya ndoa, je, unaulizia kwamba atakayesimamia au kwamba kasimama yeye? Yule baba mlezi, yeye anaruhusiwa kusimamia au kutoa idhini? Kwamba yule baba, je, anaruhusiwa kusimamia au anaruhusiwa kutoa idhini? Si ndio swali lake? Inshallah. Karibu. Mimi nilivyomwelewa, ina maana yule baba akitoa idhini ya uwalii ndoa si sahihi, maana yeye sio walii. Kwa hiyo yeye akitoa idhini, yeye hana mamlaka ya kutoa idhini, ila sheria inafahamika kwamba yule mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa walii wake ni kadhi sheria. Kwa mazingira yetu ambao hana kadhi, basi ni hawa mashehe ndio atakuwa wanasimamia. Lakini baba anayejiita baba aliyakuwa sio baba, hana nafasi ya uwalii. Na kwa mazingira ya sasa ni mazingira ya kuwa yani lazima tufuatilie sana, kwa sababu siku moja mimi niliona mtu mmoja anataka kumuozesha binti, lakini namwambia wali nani? Anaambia wali ni huyu hapa, yani kijana wake. Anaambia wali ni huyu hapa, kijana wake. Ngambia kwa nini awe huyu kijana wake? Umeona, ina maana ametengeneza mfumo kwamba yeye yule mtoto kamzaa nje ya nini, ya ndoa, lakini ana mwanawe ambaye kamzaa ndani ya ndoa. Kwa hiyo mwanawe ndio asimamie ndoa ya dada yake. Umeona kazi? Kwa hiyo sasa, kama wewe shekhe au mwalimu umekwenda kufungisha ndoa, halafu ukuuliza tu, utakuta unafungisha ndoa lakini ndoa itakuwa haiko. Kwa hiyo yeye anafanya kwamba yule mtoto sasa, kwa sababu yeye kazaliwa ndani ya ndoa, anaweza akaisimamia ndoa dada yake.
kumbe yule mtoto tayari hayuko huku kwenye udada, kwa huyu kakosa sifa ya uwalii kwake. Lakini mtu mwingine anaweza akatumia penyenyo hiyo akasema huyu ndio wali. Kwa hiyo kwa wakati wa sasa ni wakati walimu, mashehe na wao kuwafuatilia sana wale wanaoozesha, ili kuweza kujua, kwa sababu kuna ujanja mwingi. Mtu anaweza akasema mimi nimemsomesha kwa gharama nyingi, nimetumia gharama zangu kubwa, alafu leo mtaniambiaje sio wali? Kwa hiyo ni jambo ambalo linatakiwa kuwekwa vizuri mapema. Bila hivyo mtu anaweza akafundisha ndoa aliyakuwa ndoa haiko sahihi. Inshallah. Shukrani. Naam. Swali la 4. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilikuwa napenda kujua kwamba ikiwa mambo ndo hivyo na vinafanyika kweli, mtu anamuozesha binti ambaye kamzaa nje ya ndoa, na wakuta huyu anayeozesha huyu, yani huyu wali ambaye sio wali sasa wa kisheria, anafanya lile hali ya kuwa yeye hajui kwamba haruhusiwi kuozesha, na yani haruhusiwi kuwa wali kwa yule mwanawe, na huyu binti naye hafahamu. Je, hii inakuwaje hii ndoa? Je, wakioana hawa itakuwa ni zina ama ni nini sasa? Inshallah nataka kujua. Naam, inshallah. Ndugu yetu anauliza, anasema ikiwa mtoto huyu amezaliwa nje ya ndoa, lakini bahati mbaya yule mzazi ambaye ndiye baba yake yani sheria haimruhusu yeye kuwa wali, lakini watu wakajisahau, matokeo yake akawa wali yeye na ndoa ikafungwa. Je, ndoa hii itakubalika kisheria? Kwa sababu yeye hafahamu kwamba hatakiwi awe wali, lakini wale watu pia nao hawafahamu kama yeye hatakiwi kuwa wali. Je, ndoa hii itakuwa imeswihi? Na kama haijaswihi, hukumu ya ile ndoa ni nini? Sawa, nini hukumu ya ile ndoa? Baada ya hapo sasa, karibu Sheikh Ndimbo. Swali gumu. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali imeenda shule, swali gumu. Nitalijibu kwa nafasi ambayo Allah atanijalia, na inshallah sehemu iliyobaki nitamwomba al-akh na yamalizie sehemu itakayobaki. Kama jambo limefanyika kwa kuto kujua, bijahala, kwa kuto kujua, na likapita na watu wakaendelea kuishi, maisha yakaendelea, limefanyika kwa kuto kujua, hilo halina mushkil, kwa sababu hukumu pale ni kuto kujua. Jambo nalizungumza kwa sababu hata Allah tabaraka anasema kama kuna mtu atafanya kosa kwa ujinga, hajui kwamba ni kosa, kisha akaja akatambua kwamba lile ni kosa, basi huyu akitubia Allah tabaraka anaikubali kwa haraka zaidi. Tofauti ipo kwa yule ambaye yeye anajua kwamba hili ni kosa. Tusikilizane vizuri hapo. Yeye anajua kwamba mimi hili ninalofanya ni kosa, kisha akalifanya lile kosa. Anajua kwamba hili ni kosa, kisha akalifanya lile kosa, halafu akasema kwamba natubia. Hiki kipengele cha kutubia kwa huyu kinakuwa ni kigumu kidogo, kwa sababu amefanya kwa makusudi, amevunja sheria kwa makusudi. Kama mzazi huyo anajua kwamba huyu sio binti yangu, kisheria si binti yake,
yule mwanaume, hata kama baadaye alimuoa mama yake, mama wa yule binti alimuoa akawa ni mkewe, lakini anajua kabisa kisheria kwamba huyu mimi siruhusiwi kusimamia ndoa yake, akasimamia kwa kiburi tu kwamba ajulikane yeye ni baba, pale amehalalisha zina, kwa sababu ile ndoa ni batili, na kama ni batili, wale wakiendelea kuishi kule manake wanazini, kwa hiyo itakuwa ni zina. Sijui nimenijibu hapa nadhani. Naam. Kwa hiyo kama wazazi, kama yule anayejiita baba kwamba hajui kanuni na sheria za dini zinasemaje, hilo ni swala lingine, Allahu aalam, na mwingi ana Allah ni mwingi wa kusamehe. Lakini kama anajua kisha akatia kiburi kwamba aoneshe kwamba yeye ndiyo baba pale, kama alivyosema Sheikh, kasomesha sijui kafanya nini, aonekane ndio baba baba, hapa atakapofanya kibri, na wale watoto watakuwa wanazini kwa sababu amevunja nguzo ya uwali. Yeye sio wali, amevunja nguzo ya uwali, kwa yatakuwa anahalalisha zina iendelee. Wa naudhu billahi min dhalik, wallahu a'lam. Inshallah. Kwa wakati tuliokuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasihu nikaha illa biwaliin wa shahidain, haisihi ndoa ila kwa wali na mashahidi wawili. Ina maana huyu wali anasababisha ndoa kuswihi. Kwa hiyo akiwa sio wali, ina maana ndoa haifanyeje? Haiswihi. Lakini Sheikh anasema kwa sababu hajui, anaweza akachukuliwa hiyo dharura ya kuto kujua. Lakini kwa wakati tuliokuwa nao sasa, ingekuwa ndoa inafungishwa ni wali tu na wale mashahidi wawili, ahlan wa sahla. Sasa hivi ndoa inafungishwa, mashahidi wapo, lakini kuna shekhe ambaye ndio mwongozaji. Kwa sababu shekhe yupo, ni lazima afuatilie utaratibu. Huyu anayeozeshwa sio mke wa mtu, huyu anayeozeshwa ameachwa kweli, huyu anayeozeshwa hajaolewa, huyu anayeozesha ndiye walii kweli, huyu yani lazima shekhe sasa afuatilie ule utaratibu mzima, ile shubahati yote iweze kuondoka. Kwa hiyo ingekuwa ndio wakati ule ule sasa atasema hajui kwa sababu ni weye wali na wale mashahidi wawili, ingekuwa sawa. Lakini kwa sasa kuna mwongozaji, kwa hiyo huyu mwongozaji huyu lazima afuatilie taratibu zote, kwa sababu kama akiwa yupo mwongozaji na mtu akaozesha hali ya kuwa sio wali, kuna hatihati ya kuja kumwozesha mke wa mtu. Tunaelewana vizuri? Kuna hatihati ya kuja kumwozesha mke wa mtu, kwa sababu yeye ina maana hakufuatilia utaratibu. Yeye amekuwepo pale kama kiongozi ili afuatilie huyu anayeolewa ni sawasawa, huyu anayeoa ni sawasawa. Lakini kama yeye kaitwa tu kaozesha tu bila ya kufuatilia taratibu yote, itakuwa taratibu kwa uharibu, na yeye atakuwa ana dhima. Wallahu a'lam. Na asante kwa majibu mazuri, lakini mimi pia nataka labda niongezee hapo kwenye hilo swali kwamba sasa ikitokea shekhe limefanyika kosa sasa kama hilo, na sasa tujalie sasa limetokea, ndoa imefungwa kama hivyo, wanaendelea kuishi, wakaja wakagundua kwamba kumbe ndoa yetu aliyesimamia siye walii halali, na kama si walii halali ina maana ndoa haikukubalika. Sasa hapa ninarudi mimi nasema hivi, kama ikija ikigundulika sasa labda kuna miaka miwili wameishi au miezi sita au mwezi mmoja, ikigundulika hiyo hali, sasa nini kifanyike? Yaani tufanye nini sasa? Tushagundua kwamba ile haikukubalika. Je,
tutakaa chini tuombe toba, inatosha, au itabidi ndoa irudiwe upya, atafutwe walii aliyekuwa sahihi? Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kuwa utaratibu ulivurugwa ama ulikengeukwa na baadaye ikaja ikagundulika kwamba utaratibu ulikengeukwa, kanuni ziko wazi, wanatakiwa wale watu watenganishwe, mume akae kwake, mwanamke arudi kwao, alafu taratibu zifuatwe. Kama wanapendana, taratibu zifuatwe, apatikane yule aliyestahiki kusimama kwa nafasi ya uwali ambaye ni kadhi ama shekhi katika mtaa, ili taratibu ziende kama zinavyotakiwa, na baada ya hapo ina maana ile ndoa itafungwa upya, wallahu a'lam. Naam, inshallah. Shukran. Naam. Hawa watoto ambao wamezaliwa kabla ya kugundulika sipe mkubwa kama waje kwa ni wa nje ya ndoa ama ndani ya ndoa? Hili swali kweli mbaya. Inshallah, ndugu yetu anauliza tena. Inshallah. Anauliza, anasema sasa kama imegundulika, kwa sababu mwalimu amesema kwamba ndoa hii inabidi hawa, baada ya kugundulika kwamba aliyetakiwa awe walii hakuwa sahihi, si walii sahihi, kwa hiyo inabidi watenganishwe ili ndoa ifungwe upya. Sasa anauliza, kwa kipindi hiki ambacho walichoishi hali ya kuwa walikuwa makosani, je, wamezaliwa watoto ima mmoja au wawili, je, watoto hawa nao hukumu yao ni vipi, kwamba ni watoto wa nje ya ndoa au ni watoto halali? Karibu. Ajibu. Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa sababu utaratibu ulikuwa haujulikani, tuchukulie pale kwamba utaratibu labda ulikuwa haujulikani, baadaye ndio ukaja ukajulikana kwamba huyu mtoto aliamini, hii ndoa ilifungwa katika namna ambayo desturi ambayo sio yenyewe, wale watoto watahesabika kuwa ni wa wale wazazi, kwamba wao ni watoto wao. Ni sawasawa na mtu ambaye alikuwa si Muislamu. Tuchukulie mtu ambaye si Muislamu, baada ya miaka 20, 30, 40 Mungu kamjalia huko alikokuwa ana watoto 4, 5. Baadaye anakuja anasilimu yeye na mke wake na watoto wake. Je, tutasema kwamba wale watoto sio wa kwake? Tutasema wale sio wa kwake? Tuchukulie enzi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati yeye ndo anapewa utume, wakina Abubakar walikuwa ni watu wazima, si ndio? Na walikuwa wana watoto, si ndio? Na katika watoto hao miongoni mwao Mtume kaoa, si ndio? Si ndio? Si ndio? Si ndio hivyo? Ndivyo hivyo. Tunasemaje na hapo? Wanawe watoto wao. Tunasema alioa binti wa Abubakar, si ndio? Si ndio tunavyosema? Kanuni zinabaki pale pale kwamba wale watoto watakuwa ni wa kwake. Wallahu a'lam. Yaani majibu leo yanatolewa wasomi kwa kweli. Yaani ufafanuzi mdogo lakini unaelewa. Sasa tunamalizia swali la 5
ambalo ndio la mwisho. Naam, karibu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu liko katika kipengele cha mwanaume kuwa mchunga wa familia. Naam. Sasa tujalie mimi mwanaume namwamrisha mke wangu kuswali. Naam. Na yule mwanamke anajua kuswali, lakini pia anajua mambo yanayohusiana na dini yake. Naam. Sasa wanawake wameumbwa na mitihani mingi ya kukuzia majambo. Naam. Sasa imefikia hatua sasa namwamrisha mke wangu imekuwa ni kama kero. Naam. Sasa ananiambia kwamba bwana mume wangu, hili naomba nilibebe mwenyewe. Naam. Najua nisiposwali mimi itakuwa ni dhima kwako. Naam. Naomba hili nilibebe mwenyewe, hii dhima ibaki kwangu. Naam. Kwamba kama ni motoni acha nipeleke. Naam. Sasa hukumu inasemaje kwamba je, mimi shichunga niridhie ama nifanyaje katika mfunga wangu? Naam. Ndugu yetu anauliza, anasema mimi pale nyumbani na mwenza wangu, yani mke wangu, lakini mwanamke huyu kila ninavyomwamrisha jambo la ibada anakuwa hataki kutii. Kila ninavyomwamrisha hataki kutii. Sasa ikaenda katika kumwamrisha, akafikia sehemu akaniambia, sasa mume wangu, kwa kuwa kila mtu pale kaburini ataenda kukaa mwenyewe na siku ya kufufuliwa kila mtu ataenda kuulizwa mwenyewe, sasa hili hebu niachie mimi. Sasa kama ni motoni nitapelekwa mimi, wewe sasa kazi yako imeisha, kwamba kama ni kuulizwa basi Allah tabaraka wa taala, mimi namuomba asije akakuuliza wewe, ila maswali yote niulizwe mimi na nitajibu, na kama motoni nipelekwe mimi. Mwanamke kafikia kusema hivyo. Sasa je, wakati Allah tabaraka wa taala aliposema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, ndugu yetu sasa anasema hivi, kwa kuwa Allah alitambua kuwa mimi au amenipa cheo kuwa mimi ndiye mchunga wa familia, je, niridhie tu haya anayoyazungumza mwanamke, kwamba nimwache aendelee na maisha yake ili siku ya Kiyama kila mmoja ashike 50 zake? Sasa nafikiri swali hili nimelisherehesha vya kutosha, limeeleweka eh? Tumpumzishe Mwalimu Ndimbo. Swali hili alijibu naibu imamu. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yetu anauliza kwamba ikiwa mwanamke anajua, yani umemfundisha, anajua swali kufanya nini na nini, lakini kadri unavyoendelea kumwelekeza anaona kama ni kero kwake, yani hapendi ile tabia, anakuwa bwana, niache bwana, mimi kila mtu ajue ustaarabu wake. Kama ni kwenda kuulizwa, basi kila mtu atenda ulizwa kimpango wake mwenyewe. Cha kukwambia ndugu yangu au muulizaji ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani kwamba inna kaidahunna adhim, hakika hawa wanawake vitimbi vyao ni vikubwa sana, wana vitimbi vikubwa. Miongoni mwa hivyo vitimbwi, basi hivyo pia ni vitimbwi. Kwa hiyo natakiwa sasa wewe kama mume ushaambiwa kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, mwanaume ni msimamizi juu ya wanawake. Sasa watakiwa uonyeshe urijali wako uko wapi.
Usikubali ruksa kama hizi, nyudhuru kama hizi. Ukizikubali basi ujue kwamba hata familia yako pia utaiumbisha familia yako, kwa sababu mama yeye haswali na ndo anayekaa na watoto pale nyumbani. Kwa hiyo na mama yeye amechukuliwa kama ni mwalimu wa wale watoto pale nyumbani, kwa sababu mwanaume huwa hashindi nyumbani, anashinda makazini. Sasa anashinda na huyu mama anashinda na hawa watoto, yeye ndo anaowatizama watoto hivi na hivi. Kwa hiyo ukirudi wewe baba, natakiwa uulize, umeswali mke wangu? Ndiyo. Watoto wameswali? Ndiyo wameswali, au hawajaswali? Sasa ikiwa huyu mke mwenyewe kakwambia mimi sitaki kuswali niache, na ukakubali udhuru kama huu, basi jua kwamba na kizazi chako pia kitakuwa ni kibovu. Sasa usikubali udhuru kama huu. Wewe mwanaume ni mchunga, endelea kuwa mchunga, simamia na msimamo wako huo usilegeze. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Na shukran. Naibu Imamu swali hili naye amelijibu vizuri.